Jambo hapana, mziki wako sio live music ya chakula. Maelekezo ya kwanza kuhusu mziki wa aina yoyote ya serikali yaliyotolewa wazi kwamba watu wasipige mziki pasipokuwa na soundproof hall. Hilo ndo la kwanza. Ukishakuwa na soundproof hall, watu wa sanaa watakupa kibali. Kibali chenu hapa kime expire na for sure wasinge kuongezea muda mpaka waje wakague holi. Unapiga mziki jana saa 8 usiku, mimi nimerushiwa voice nini za sauti za miziki na watu ambao hawapo karibu. Sikiliza ndugu yangu, leo nafunga shughuli zote za mziki na watu wa Baraza la Sanaa watakuja hapa kuchukua hii nini yao iliyokuwepo mwanzo, kwa sababu ufuati taratibu. Sisi hatuzuii mziki, tunachozuia kusumbua watu. Ile eneo ni la utalii, la uwekezaji, kila mmoja na shughuli zake. Sasa unapofanya vurugu wengine wakawa hawana amani, hiyo hatuko pamoja nayo. Zipo sehemu wanapiga, mmeruhusiwa kutengeneza holi. Eneo nalo tengeneza hall soundproof, piga mziki wako, usikere wengine, vibali utapewa. Lakini kuanzia leo muda huu, na watu wa sanaa wako njiani wanakuja, tumekosana time, lakini hapa leo tunafunga shughuli zote za muziki zisipigwe mpaka ufuate taratibu, ikiwemo ya kwanza kujenga soundproof. Tumefahamiana? Haya. Baraza la Sanaa wanakuja, manispaa na nini, baraza la mji wanakuja, ZRA wanakuja, hizo ndo taasisi zinahusika na agizo leo hapa pafungwe. Wageni wale kula wanokula wamalize, wacheni wale wamalize vinywaji vyao, vilaji. Si ni mkahawa, hakuna kulala, waende zao. Wala msiwadisturb. Wakishakumaliza walichojia, taasisi zitafanya shughuli zake. Waambieni hao mabosi wao walike, kwa sababu nani leo tukifunga kazi haipo. Tunafuatilia kwa muda mrefu, tukakuta kwamba alikuwa hafai Tanzania. Tukaja tukamfuatilia, tukamsimamia akawa na faili, lakini kwenye kulipa hajalipa. Na kila siku tulikuwa tukija hapa kumfuatilia, tunakuta sengine amefunga kipindi cha low season. Kwa hiyo leo tumepata nafasi kuja tena hapa, tunataka kupata maelezo yao na kuwafuatilia ili waje kulipa. Kwa taasisi nyingine za mamlaka ziwe zinafuatilia hawalipa kwa yote. Wengine kama hivi wanakuwa na leseni lakini zisha expire na wanaendelea kupiga biashara, tunapoteza kodi. Na pia kwa wafanyabiashara, mtu wangu, wafuate sheria na walipe kodi.